Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya kikao chetu cha kamati ya utendaji ama kamati ya utendaji ya Union ya Kusini ama Jimbo Kuu la Kusini. Ni kamati ya katikati ya mwaka mid-year, lakini ni kamati ya mwisho kabisa katika muhula huu wa miaka mitatu ambayo ilianza 2022 na sasa tumefika mwisho. Lakini jambo lilokuwa maalum sana kwa ajili ya kikao chetu hiki cha wakati huu ni ule uchaguzi ambao ulifanywa na kamati hii tendaji kwa kuwaweka viongozi, na hapa namaanisha wale maofisa watatu wa field mpya ambazo zimezaliwa. Tuna field mbili ambazo zimepitishwa tayari na division East Coastal Tanzania Field ambayo ofisi zake zitakuwa Bagamoyo, viongozi wake wamewekwa leo, na tuna pia field ya Zanzibar Attached Field ambayo pia viongozi wake wamewekwa leo, president na secretary treasurer. Lakini tuna field ya Southern Tanzania Corridor ambayo itakuwa kule kwenye mikoa ya Lindi, Mtwara na wilaya Tunduru, na ofisi zake zitakuwa Masasi. Viongozi wake pia wawili wamewekwa leo, president na katibu muhazini ama secretary treasurer. Bila kusahau ile ni field ya matarajio ama field ya majaribio, trial field. Lakini pia kuna field ambayo nayo ni field ya majaribio, trial field ya Indian Ocean Field. Makao makuu yatakuwa Kigamboni na viongozi wake watatu wamewekwa, mwenyekiti amewekwa na katibu amewekwa na muhazini amewekwa. Ukifuatilia mitandao yetu ya kijamii utapata majina yao kikamilifu, lakini yatosha kusema ya kuwa mwenye kazi ambaye ni Mungu mwenyewe atawatumia viongozi hawa kufanya kazi yake isonge mbele katika majimbo hayo madogo na hatimaye katika union nzima. Tumefanya mgawanyo huo ama reorganization si kwa lengo la kuwapatia watu vyeo na viti. Lengo lake ni moja tu, kufanya uinjilisti ama utume, ukipenda ita mission, ije karibu zaidi na watu. Maeneo yanapokuwa makubwa inakuwa sio rahisi kuwahudumia watu kiroho, kuwahudumia watu kiinjilisti kwa namna yenye ufanisi. Tunapowagawa yakawa madogo, ndipo tunafanikiwa kuwahudumia kwa karibu na kuwafanya wampende Mungu wao zaidi na wajitoe zaidi kwa Mungu wao. Mungu na atubariki.